Tujue kwanza urejesho ni nini? Nini kinarejeshwa? Ili kuwe na urejesho lazima kuwe na kupoteza. Amen. Ili urejesho utakikane lazima kuna kupoteza. Amen. So anayerejeshewa yule ambaye amepoteza. Amen. Hallelujah. Urejesho ni kurudishwa mahali ambapo ulikuwa na nguvu. Hallelujah. Urejesho ni kurudishiwa kile kitu ambacho ulikuwa nacho shetani akakichukua. Hallelujah. Urejesho ni kurejeshewa kile kitu ambacho ama mahali ambapo ulikuwa na ulikuwa unafaulu, ama kile kitu ulikuwa unafanya na ulikuwa unafanikiwa. Hallelujah. Kwa sababu katika hii dunia kila mtu kuna kitu Mungu amempatia ambacho hicho kitu ndio kinafaa kumfungulia milango ya baraka katika dunia hii. Hallelujah. Kila mtu kuna kitu Mungu amempatia. Kila mtu, hata wale unaona wanadafu hawana chochote, ni kwamba kiliibiwa. Kila mtu ako na kitu chake ambacho ndicho Mungu amemwekea ili kimtajirishe, ili kimfanikishe, ili kitimize haja za maisha yake. Hallelujah. Kila mtu ana kitu chake. Na ndio maana wakati nakupa mfano, wakati na tayari bado na explain kuhusu urejesho ni nini, ndio uelewe, ndio tunapoendelea sasa ujue urejesho ni nini na ni nini nahitaji kurejeshewa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ndio maana wale Filisti walipojua kwamba walikuwa wanajua Samsoni ako na nguvu. Amen. Walikuwa wanajua Samsoni ako na nguvu. Walikuwa wanajua huyo Samsoni ana nguvu, kwa sababu kuna wakati walimshika Samsoni wakamfunga. Hallelujah. Amen. Amen. Umechoka tayari? Yaani na tutaenda siku 7 kweli kuanzia kesho. Hallelujah. Amen. Amen. Tutaenda siku 7 kweli. Kuanzia kesho tuko maombi mpaka Sunday. Hallelujah. Amen. Na mnajua shida yangu usipofunga nitajua ukifunga. Hiyo ndio shida yangu. Hallelujah. Bora tu usinikaribie, usiponikaribia sitajua. Lakini ukinikaribia nikusalimia hapa, ukinikaribia nitajua huyu alikuwa hapa sima na wali tu. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Walikuwa wanajua Samsoni ako na nguvu, kwa sababu walimfunga mikono na miguu. Lakini usiku wa manane hakangua malango yote, hakangua gate, sio kama mlango, hakangua gate, sente gate, hakangua malango ya mji yote, akaenda nayo mpaka mlimani. Wakajua huyu mtu ana nguvu. Hallelujah. Amen. 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 Alichukua mfupa wa punda akaangamiza wanaume 1000. Wakajua huyu mtu ana nguvu. Na sasa kuna kitu moja hawajui. Wanajua kweli huyu mtu ana nguvu. Wanajua kweli huyu mtu ni shida sana kumkamata. Mtu mwenye anaangamiza watu 1000 tutamshika aje? Mtu mwenye mnafunga, mkiwa mmefunga, anang'oka na nyumba yote. Yaani mmemfungia kwa nyumba, anaenda na nyumba yote. Anang'oka na geti zote. Tena anaenda nazo mpaka mlimani, anaziangusha huko. Wakajua huyo mtu ana nguvu. Lakini kuna kitu moja hawakuwa wajui. Hawakuwa wanajua siri ya nguvu ya Samsoni ni nini. So shetani anashinda na wewe kuwa na nguvu, anashinda na siri ya hiyo nguvu ni nini. Ndio maana naambianga watu wacheni kutudanganyanga kwamba eti mwanamke ni kichombo dhaifu. Ni urongo. Wanatudanganya. Imagine mtu mwenye anaangamiza wanaume 1000
Mtu mwenye anangua kiti zote anaenda nazo, aliangushwa na kama mwanamke kampiga tu. Ana sifiwe. Amen. Aliangushwa na mmoja tu. Sisi walichanganya ati walikuwa watu mmoja. Halafu unatambia wanawake ni wadhaifu. Urongo. Mwanaume anakuanga na nguvu kabla apende. Akishapenda kisha. Amen. Amen. Delila akamuuliza Samson, siri ya nguvu zako ni nini? So wanajua ana nguvu, lakini hawajui siri ni nini. Siri iko hapa. Ni kama vile watu wengi wanaona, hata watu wakiwaona, kuna mtu mmoja alinifuata. Nini sitawayo na umepigana kwa mke wako? Nini siri yenu? Ni kwa nini kila wakati tu unafuraha? Yaani unataka unafuraha. Siri yenu ni nini? Kamwambia siri yetu ni moja. Tunapigana dakika 2, alafu dakika ya 3 tunasameheana, tunasonga mbele. Hallelujah. Amen. Amen. Tukisikia tumekasirika, nikisikia nimekasirika na mke wangu amekasirika, tunawatuma watoto dukani, naingia tunafunga ndani, tunapigana, tunagombana, tunatusiana, tunaambiwa na kwenda, tukimaliza sweetheart nisamehe. Hallelujah. Amen. My sweetheart, my watermelon nisamehe. Hallelujah. Nisamehe. Amen. Sasa tumesameana, hadi hadi. Hallelujah. Amen. Alafu kisi sasa tukitoka nje, wewe utajua chenye kilikuwa huko ndani. Hallelujah. Wewe utaona huko toba wanatembea watu wameshikana mkono. Hujui kulikuwa na magumi huko ndani. Hallelujah. Kila mtu kuna siri Mungu amempatia. Na ili shetani akuweze anachukua hiyo siri. Hallelujah. So wakajua Samsoni ana nguvu, lakini hawajui siri ya nguvu zake ni nini. Na kama shetani ajui siri yako hakuwezi. Ikiwa shetani atajua siri inayokufanya hawezani na wewe. Ile siku shetani atajua siri yako na wengine mlitoboa siri zenu kwa marafiki zenu, na hapo ndio mliangukia. Ulienda ukamwambia ndio mume wangu anapendanga. Wakajua anapendanga. Yeye anapendanga ikiwa imechemshwa hivi, imepikwa hivi. Akajua. Akampeleka mahali wewe ulikuwa wewe kidogo wakaongeza roho. Sasa akumbuki hapo tena. Hallelujah. Amen. Kila mtu ako na siri yake ambayo hiyo ndio inafaa kumfanya afanikiwe, lakini watu wengi ni midomo wazi wametangaza. Wewe unafikiria ni mtu mwenzako, kumbe ni mchawi unaelekea siri zake. Wanajua kumbe hata siri yake ni kutoa. Wanaenda wanafunga uchumi wako wote. Na kwa sababu siri yako ilikuwa ni kumtolea Mungu, hiyo kitu inakufa, unakuwa sasa huwezi kutoa. Na kwa sababu huwezi kutoa, hakuna maombi inaweza kukufungua. So urejeshe kwenye mahitaji, ni kurudi tena pale ulikuwa unamtolea Bwana. Hallelujah. Wakamwambia Delila, sisi tunajua Samsoni ana nguvu, lakini kuna kitu moja hatujui siri ya nguvu zake na Mungu. Delila akaja na I love you. You are my only one. Wewe ndio kila kitu kwangu. Mimi nisipokuona sikuli, nisipokuona silali. Kila nikilala tu na kuota wewe. Samsoni maneno ikaingia kwa moyo. Ikapita kwa moyo ikaenda kwa miguu. Ikachanganya akili. Samsoni akaanza kuona I love you. I miss you. You are my only one. Akaulizwa, na Samsoni si unanipenda? Sisi unanipenda Samsoni? Nikuulize. Na siri ya nguvu yako ni nini?
Ndio maana unaona wanadada wote wanaolia saa hii chenye kinawafanya walie ni I love you. Aliambia I love you. Nitakununulia ndege. Nitakupeleka Nairobi. Akasahau na masomo. Nitakupeleka chipsi. Akasahau na kusoma. Akakosa kutiki na sasa yeye akitembea anaona tu Nairobi. Akitembea tu anaona ndege. Kabla ashuke kwa ndege akashuka na mimba. Hallelujah. Amen. 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 Samson akabembelezwa. Ndugu niambie, labda kwa wanaume vile tulivyo. Niambie siri yako ni nini? Akasema, siri yangu na siri mpenzi wake. Siri sweetheart wake. Hata nikwambie mimi kuna mambo ambayo Mungu ameniambia hata mke wangu hajui. Kwa sababu gani? Ninajua nikimwambia tutagombana. Najua nikimwambia hata amini. Amen. Amen. Samson, nikuulize Samson, mpenzi, sweetheart, kipenzi changu. Na nguvu yako, siri yako ni nini? Tanda mimi naona Mungu anakuonyesha siri yako ni nini? Tanda mimi naona wewe Roho Mtakatifu anakuambia siri ni nini? Mwambie mimi saa 9 nimeamka, wanajua saa 9 nimeamka. Hiyo saa 9 kama umeamka, wanaamka wanakamata anga saa 8. Ukiamka umezoea kuamka bila alarm. Unajipata saa 2 asubuhi. Na ulikuwa umezoea kuamka saa 9. Maana wamejua siri yako. Amen. Samson, siri yako ni nini bwana? Akasema siri yangu mimi nywele yangu haijawahi kukatwa tangu nikiwa mtoto. Okay. So hapo ndio kuna nguvu zako. Sawa. Samson akachukuliwa akawekwa kwa mapaja kuisha. Akalala. Bwana asifiwe. Haleluya. Ibada ikafanyika, Roho akatembea. Na ibada ilipoisha Samson akalala. Samson alipolala kijembe ikakuja. Haleluya. Akanyolewa. Alipoamuka Biblia inasema akajinyoosha kama kawaida. Kumbe Bwana alimwacha. Shetani akifaulu kuchukua siri yako, umeisha. Nataka kuambia wale wote ambao mnanifuata kuwafundisha vitu vya roho, kuna vitu ambazo Roho Mtakatifu anakuambia. Kuna mtu hapa alipewa wimbo, nikamwambia usiwahi kuimba mbele ya mtu yoyote. Hiyo siri yako wakijua kwisha. Ile vile unavyokuwa kiroho, Mungu anakupa siri. Kuna kakitu atakupatia, na hapo kakitu ndiko katakuwa kanafungua milango yako ya baraka. Mimi wakati nilikuwa na umaskini, sisi tulikuwa na umaskini siku moja na mke wangu, umaskini mpaka umaskini imezalia kwetu. Yaani umaskini tena imezalia kwetu. Yaani kuna mpaka familia kwetu umaskini. Haleluya. Na siku moja tukaenda kwa ibada. Nashukuru Bwana kwa babangu wa kiroho. Akawa ametembeza nguvu. Kila mtu amelewa, kila mtu ameanguka chini, kila mtu wote tuko chini. Wote wachungaji kwa nani kwa maombezi, kila mtu amejazwa. Alafu aliposimama akasema hivi, ninataka mtu alete sadaka yoyote yenye atasikia Roho amemwambia alete kwa ibada. Mke wangu na kuongea na kwa dini na macho amefunga. Alienda kwa mkoba, akaingiza mkono, hata haoni. Akaingiza chenye alikubatia akatoka nacho.
amefunga macho, akaja akaweka kwa madhabahu. Pesa ya rent, pesa ya chakula, pesa ya papers ya mkono hiyo siku, sote akaangusha kwa madhabahu. Na huwezi endea tena. Iliniuma kuanzia hapa. Iliuma kuanzia hapa inateremka. Lakini kuanzia hapo, kuanzia hiyo siku, hapo ndipo nilipata nafasi ya kuingia kwa kampuni kuitisha mifuko na nikaanza kazi yangu. Kukaka mke wangu akapata kampuni ya viatu. Sasa hiyo ana supply karibu na milioni. Haleluya. Shida yako ni kwamba unamchuku, unashiba. Sasa nikitoa mimi kuna ile hata sina ngipi. Watoto wanaenda kwa hiyo siku. Ukirudi nyumbani unacheka maana hakuna kitu. Hiyo 6,000 15,000 ilikuwa ya mkopo. Na imeenda na hajalipa. Na tunajua mtu wa rent anakuja. Tunajua tumekaa miezi miwili hatujalipa. Sio tunajua wakati wote tunakuja kufungiwa. Lakini hiyo siku tulicheka, tukafurahia, tukaweka kawoshi, tukaabudu, tukalala. Lakini saa hii umaskini unaondoka. Amen. Kumbe kitu moja. Naomba uanze kutambua ni kitu kipi Mungu ameweka kwa maisha yako. Haleluya. Ni kitu kipi? Samsoni akasema siri yake, akanyolewa. Aliponyolewa wakamtoboa macho. Baada ya kunyoa nywele, baada ya kutoa siri ya mafanikio ya Samsoni, wakamtoboa macho. Kwa nini wakamtoboa macho?